Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa inafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara za vijijini pamoja na mijini inakamilishwa kwa wakati na bila kutoa malalamiko. Kufuatia mradi mkubwa wa Big Z ambao umekuwa ukiendelea visiwani Zanzibar, leo hii tathmini inakuja kutolewa kwa wahusika ambao wao wanafuatilia miradi hiyo ya barabara kwa wamiliki wa nyumba na maeneo mbalimbali, ambapo kwa upande wao wanatoa tathmini juu ya miradi hiyo inayotekelezwa. Taarifa za awali zinaonyesha kabisa wananchi wanauelewa mradi, wameelekezwa walichotakiwa kuelekezwa, kwa maana ya kwamba wamehamasishwa, wameonyeshwa majedwali yao, uthamini ulivyofanyika, lakini wakaja wakaonyeshwa majedwali. Yani kabla hajalipwa alionyeshwa kila kitu alichotakiwa kulipwa na aliridhika. Wapo labda wachache wanaweza wakawa wanalalamika kwamba sijaridhika, lakini utaratibu wa malipo wa malalamiko upo na tumewaelekeza, na wengi wanasema kweli mimi nilishaweka lalamiko langu, limefuatiliwa, nimeambiwa nitapewa majibu. Kwa mfano kuna mmoja ambaye tulishawahi kuongea naye akasema kwamba yeye alilalamika, lakini pia akaja kibanda chake alalamika, wakaja wakambadilishia, kwa sababu lilikuwa linaonekana kama banda, ilikuwa inaonekana kama nyumba. Yaani anakuja kama nyumba, huyu anasema kama banda, lakini mradi walijifanya vizuri sana. Walienda uandani kama nilivyosema wanafanya, wanaenda uandani unapoleta lalamiko, mwananchi anapoleta lalamiko wanaenda uandani, wanaangalia, wanakagua, wanarudi wakali address ile, na malalamiko mengine bado yanashughulikiwa. Hile ilikuwa inatusaidia timu ya data pamoja na timu ya community, ile social team ambayo ilikuwa ipo kwenye jamii, ambayo inaenda kuongea na wanajamii kupitia yale makundi focus group discussion, lakini pia ilikuwa inaenda kuongea na baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa kwa kupitia ile njia ya in-depth interview, mahojiano ya kina ya ana kwa ana. Kwa hiyo mfumo ulikuwa ni kwamba ikifika kipindi cha kufanya mahojiano ya kina, tunakumbusha team kwamba kuna kipindi cha kufanya makusanyo ya data za ana kwa ana kutoka kwa watu wa serikali za mitaa kupitia kuanzia mashea, watu wa manispaa mpaka level ya juu. Lakini pia wale ambao waathirika wa mradi kwa maana ya project affected person, tulikuwa tunaweka katika magrupu kwamba tusikie wanaongeaje kuhusu mradi, wanasemaje kuhusu kama kuna viashiria vyovyote katika vile ambavyo tumeviweka pale, au hata kama kuna vya ziada ambavyo wao wanaona haviendi vizuri wanatuambia. Na wakati mwingine tulikuwa tunawashauri kama wana malalamiko na hawajawasilisha, tunawashauri wapeleke malalamiko yao sehemu husika.